nafasi ili waweze kuongoza BBI, waweze kuuza BBI kwa ground, wawezeshwe waweze kufanya hiyo kazi na ili kazi ya BBI iweze kuendelea. Na kwa sababu hawa ndio tuko na imani na wao, hawa ndio naweza piga simu niulize huko kwako kuko namna gani, nimwambie tekeleza mkutano huko na kuja na viongozi, nipige simu Lang'ata niseme watu wako wako namna gani, tekeleza mkutano huko, ikia do kwa do, nipatie ripoti ya kila mahali. Kwa hivyo ile kitu ambayo ningependa kusema, hii ni structure ambayo imetengenezwa, structure ya chama ambayo iko, na kwa hivyo itakuwa ni vibaya sana kutoka kado na hiyo ambayo iko, ambayo inaweza kufanya kazi ambayo ya maana ya kutofautisha bichi na bivu na kazi iweze kufanyika vizuri. Kwa hivyo mimi ombi yangu ni ya kwamba siku ya leo tukitoka hapa nitaomba ya kwamba tuhakikishiwe ya kwamba hii ndio ile group katika mashinani, tutakuwa na akina mama, tutakuwa na akina mama wa soko, tutakuwa na wazee huko, lakini wale ambao wataeneza maneno na kufundisha watu kuhusu BBI ni hawa vijana. Hawa vijana ndio wanaweza kusoma document na waweze kuchafua na waweze kuambia hapa na lugha ati harauga ate besha ni ikuongererwo thĩinĩ wa constituency, ate gũtirĩ andũ marongererwo mũrigo, Wanjikũ ndarongererwo mũrigo tondũ ma MP tondũ ma CS mariumaga thĩinĩ wa bunge, tondũ Prime Minister kauma thĩinĩ wa bunge, tondũ Assistant Minister kauma thĩinĩ wa bunge. Watu wawashe kutaganywa kwa sababu ya kutojua, sababu ya kutoelewa vizuri, sababu ya propaganda, kwa sababu hawajui ile kitu ambaye iko ndani ya document ya BBI. Kwa hivyo ombi yangu ni tukitoka hapa ni ya kwamba tujue ya kwamba ni kazi tunaenda kuanza ya BBI. Tutakuwa na mpangilio ambayo itatoka kulingana na structure kama vile ambavyo mlikuja hapa siku ya leo ili tuweze kusonga mbele. Mimi na waheshimu na najua ya kwamba tutasimama pamoja na tutafanya kazi mzuri, na ukiona mahali ambapo unajua ya kwamba huyu hatuko pamoja na yeye utasema ili tuondoe, tuliplace na yule ambaye anatosha kufanya kazi, sababu hatuwezi fanya kazi tukiwa ya kwamba hatuko pamoja. Na washukuru sana. Asanteni. Nimesahau kitu kimoja. Kuna mtu mmoja nilikuwa nataka tu aongee dakika moja tafadhali. Tano. Asante. Karibu Stano, tulikuwa tunaenda kiwango cha national leaders wa vyama, kwa hivyo Stano atafuatwa na Ketora. Karibu Stano. Sinirefu sana. Haya. Vijana mpo? Vijana mpo? Uko juu vijana mpo? Naona mko gangari. Your Excellency Prime Minister Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa wetu Maina Komanda, Mheshimiwa Junet, Mheshimiwa Dennis Waweru, Babu Owino, Mheshimiwa kijana, na waheshimiwa wote wale waliopo kiongozwa na Ogeto, Kamau wa Raila na wale wengine siwezi wataja wote. Hamjambo. Sisi siku ya leo Bwana Prime Minister, tumekuja hapa kama vijana kukuonyesha ya kwamba ile kazi ulianza ukiwa kijana ya kupigania nchi hii haijalala na inaendelea. Jambo la pili, ningetaka kwanza kukushukuru kwa ile kazi mlifanya na Uhuru Muigai Kenyatta. Mlisalimiana na amani ikarudi Kenya. Na kuna matunda Your Excellency ambayo
Yule mtoto mlizaa na handshake, miezi ilipopita miezi kadhaa, tulipata mtoto mahali kunaitwa Kibra na tukapata Imran, mbunge wa Kibra. Huyo ni mtoto wa handshake. Your Excellency, ningetaka kuambia kitu moja ingine ambayo ni very important. Kwa ile handshake yenyu ilileta mambo ya BBI. Sisi kama vijana tumepewa miaka 7 bila kulipa kodi ya nchi hii wakati tumeweka kabiashara ketu kadogo kadogo. Hiyo ni BBI. Wale ambao wako shule wanapewa miaka 4. Na hiyo document ambayo inapingwa na wengine, wakimaliza wanaenda wanatafuta kazi zao kabla hawajalipa zile pesa tunakopeshangwa huko tukiwa university. Na Babu Owino anajua hivyo. Na Mheshimiwa Bogo. Nikuambie Your Excellency, sisi kama vijana, unaposikia watu wengine huko wakiropokwa maneno wakisema ya kwamba ati sijui sisi ni wale ambao tulizaliwa na mashida. Kila mtu alizaliwa na shida zake, na hakuna mtu aliamua mahali anataka kuzaliwa. Kuna wengine Your Excellency ambao kuna kitu ulisema pale Vihiga. Mimi kama kijana wako mdogo nimetembea Bondo na ukatuzungusha kwa ile museum na nikaona mambo zile zilikuwa zinaendelea. Ulisema kule Vihiga kuhusu watu ambao wametuletea maneno ya dynasties ati sijui na mahasla. Na ni sawa, tumewasikia. Lakini mimi nataka kuuliza, kumalizia mahali ulisema, wakati ulisema watu wengine wanaongea hata hawajui, wanakuita dynasty na hawajui wewe umepitia shida gani. Yule mtu Your Excellency Prime Minister anatuambia maneno ya kuhaso. Alipomaliza university hapa 1992, alienda kusupport, kulikuwa na KANU wakati huo ya Moi. Alienda kusupport Moi wakati huo akiongoza kikundi kilichokuwa kinaitwa YK92, ambao sisi tukiwa wadogo tulikuwa tunaita Young Killers 92. Alipomaliza hiyo 1997, kulikuwa na maskini wengine, hakusupport hao, alisupport dynasty Moi wakati huo. 2002 akasupport Uhuru, His Excellency Uhuru Kenyatta, yule ambaye sasa anaita dynasty, akamsupport akiwa dynasty. 2007 wewe mwenyewe Your Excellency Prime Minister anakuita dynasty. 2007 pia wewe alikusupport kama rais, na anajua bado alikuwa anajua wewe ni dynasty kama wewe ni dynasty. 2012 akasupport dynasty ingine kulingana na yeye inaitwa Uhuru Kenyatta. 2017 kulingana na yeye akasupport dynasty ingine, uchaguzi wa kwanza na wa pili akasupport dynasty ingine kulingana na yeye inaitwa Uhuru Kenyatta. Saa hii ametajirika akiwa chini ya hao dynasty, anasema alafu anataka sisi, akifikiria sisi ni wajinga, tuache kusupport mahali yeye amepitia, ati sisi tumuunge mkono, tutupe mbao, na hiyo hatutakubali. Hatuwezi kubali. Siku ya leo Your Excellency, tunataka kujibu huyo mjamaa anajiita maskini kwa niaba yenu na Mheshimiwa Maina Komanda. Tunataka kujibu huyo jamaa. Tunataka kumwambia hii Nairobi, tunaona ile karata anajaribu kucheza. Hii Nairobi atagundua iko na wenyewe. Manake vita na fujo na kila kitu ile ambao hutokea hii Nairobi hiyo miaka ingine, tunajua wale ambao wanakuwa wanaongoza kulingana pande zile wako. Mmoja anaitwa Raila Amolo Odinga, wa pili anaitwa Maina Kamanda, na wako hapa siku ya leo. Vita Nairobi ataitolea Sugoi alete Nairobi tukiwa hapa? Atatoa Sugoi alete tukiwa hapa? Jambo lile nataka kusema la mwisho ni Msabweni.
Your Excellency, tumekuwa ridiculed. Tunaambiwa ati Msabweni tulishindwa na hawa wanajiita ati maskini, ati mahasla. Na kwanza jina hasla ukiangalia kwa dictionary yako inasema ni malaya. Enda uangalie kwa dictionary yako, prostitute. Haya, Msabweni, Your Excellency, tumekuwa ridiculed ati tulishindwa. Mimi nataka kuambia hao wa jamaa, Msabweni kulikuwa na candidate wa ODM na kulikuwa na candidate wengine. Sisi Jubilee hatukusimamisha mtu kule, tulisupport ODM. Nataka niulize nyinyi vijana, Msabweni ni candidate wa sijui chama yake inaitwa jina, msiniambie hata tusiitaje. Ni candidate wa chama gani alishinda Msabweni? Si ni wa ODM? Si yule candidate alishinda kule ni independent candidate. Na huyu jamaa na ni naibu wa rais, kwani alichaguliwa akiwa independent candidate kuwa naibu wa rais? Mimi nataka kusema wanafikiria ya kwamba watatuweza. Na ninamaliza kwa kusema hivi. Sasa tumewasha moto hii Nairobi. Na ile moto tumewasha ni ya amani. Watajaribu kuja na njia zao zote lakini hawatatuweza. Na nimesema hivyo katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante, tumefurahi kujua umeokoka. Ketora kwa kifupi, kisha tuende kiwango cha mwisho. Nairobi mpo? Nairobi mpo? Nairobi kolok? Jubilee? Jubilee? ODM? Asanteni. Mimi ndio Ketora. Your Excellency, our party leader, the Prime Minister of this country, we are very happy to be here today. Na tunashukuru sana kwa sababu leo uko hapa kukutana na vijana wa Nairobi. Na najua ukitoka hapa utaenda huko Central Kenya. Ukitoka hapa utaenda Masaini huko kwangu. Ukitoka hapa utazunguka Kenya mzima hii ukifanya kazi hii ya kukutana na vijana. And Your Excellency, one thing that it is very sure, na ambao utajionea mwenyewe, you are the darling of young people in this country. You are the most inspirational leader of these young people in this country. Sisi tulikuwa tumetembea mpaka tukakosa hope. We almost lost hope as young people in this country. Right from 2012, 2017, tulikuwa tumeona kwamba inji kwa ukweli imeenda vibaya na maisha yetu itakuwa ngumu. But because you love this country and because you love us as young people, uliamua, you put your interests aside. President Uhuru also decided that he's going to put his interests aside and you are going to bring this country back to the track. Tunashukuru because you have come up with a blueprint, which is BBI. Na kwa sababu leo tuko Nairobi, ambao tunajua Nairobi ni ngoma ya watu wangapi? Ambao hao ndio wameshikana, President Uhuru na baba. Kwa hivyo sisi tunajua shida zote za Nairobi zitaisha kabisa. Na tumeona wale walileta nyef wameonyeshwa njia nje. NMS imechukua na uongozi mpya imeanza kukuja. Kwa sababu hapa kuna viongozi wa BBI, very able chairman, Junet Mohamed, ambaye ni kijana mwenzetu na ni mtu amesimama na baba for a long time, Dennis Waweru. Nyinyi tafadhali, mimi kitu ambaye naomba kama rais wa vijana wa Kenya wa ODM, this our ambassadors, mimi Kenya naomba, today you are going to be the ambassadors of BBI in this Nairobi.
Mimi naomba komiti hii ya chairman, tafadhali mshikane na hao vijana ili ile resources ambao watahitaji. You know, BBI is going to start in every ward. Kwa hivyo sisi tunaomba in every ward through this structure, tafadhali msituaibishe Nairobi. Do your best work to pitisha hiyo yetu. Ya mwisho nikienda kuketi. Your Excellency, tumesikia watu wanaandika mabarua refu ya kujaribu kutisha wananchi kwa hii nchi. I am telling you, sisi tumesunguka hii Kenya, we are now at 80% pro BBI. Na bado campaign haijaanza. Na wale ambao wanaita sisi hustlers, kwa sababu they think by calling us those names they are containing us. Baba hajatuita hustlers. Na baba atamuka hapa na atatubariki. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Asanteni. Naomba nimkaribishe kwa hatua inayofuata kiranja wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Minority Whip Honorable Junet Mohamed. Karibu sana. Asante sana. Vijana oye! Vijana oye! His Excellency the Prime Minister na wabunge wenzangu na viongozi wako hapa. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Prime Minister, ningependa kuchukua nafasi hii kushukuru vijana wenzangu kwa kuja kufika hapa leo ili tuzungumze pamoja. Na kupatia fursa kila mtu ya kuzungumza kama mimi ambaye ni kiongozi ya huko vijijini, ambaye sasa naongea na watu wa Nairobi. Ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna viongozi wengine ningependa niwapatie nafasi dakika moja pia waseme, lakini tutapatia yangu ni kusema hii safari ni ya BBI, kuhakikisha ya kwamba BBI imepita vilivyo, na pia ni safari ya kuunganisha viongozi ya vijana ya ODM na Jubilee wakuwe kitu kimoja, ili handshake iwe handshake mashinani. Handshake iende wapi? Mashinani, ili wananchi sasa wapate manufaa ya hii handshake kupitia BBI. Ya pili, mimi siwezi kuzungumza juu ya mambo ya hustler sijui nini. Hao watu, unajua, niliona kama wamezindua chama juzi ambayo inaitwa UDA, na nilikuwa nafikiri hustler atakuwa chairman ya party. Sasa Mudhama ndio chairman ya party. Sasa Mudhama naye ni hustler jameni? Mudhama ni hustler? Mtu ambaye ana nyumba hapa Nairobi karibu 400. Sasa unaweka chairman ya chama yako na unadanganya watu ati wewe ni chama, wewe ni hii party ni ya hustler. Na sasa nataka kusema ya kwamba hii chama ni ya hustler, na viongozi ya chama yote ni mabonyenye na wale ambaye wako wamejaa na mali ya wananchi. Sasa huyu Mama Margaret Wanjiru ati ni hustler, mama ambaye amerogota sadaka ya kanisa mama ati ni hustler. Mama amerogota sadaka ya kanisa kama sisi bado tuko shuleni. Alikuwa anarogota sadaka tu, ati yeye pia ni hustler. Amevaa hapa kola nyeupe, anasema praise the Lord, amen, na ati yeye ni hustler. Unajua ujinga kama hiyo nikiona hapa Nairobi ndio mimi narudi Migori. Ujinga kama hiyo. Ujinga kama hiyo nikiona hapa Nairobi, mimi mara moja naenda Suna. Nasema hii ni ujinga gani sasa hii? Sasa ya mwisho ni kusema ya kwamba sisi kama BBI bado hatujazindua kampeni yetu. Bado tulikuwa katika process ya kurogota signatures, kupambana na IBC ili wahakikishe wamepitisha. Kuanzia sasa ndio tutazindua kampeni BBI. Na nawahakikishia vijana ya kwamba nyinyi ndio mtaongoza hii kampeni ya BBI. Hatutaki, tunataka vijana ndio wakuwe wapi? Kwanza nataka kushukuru nyinyi sana
Shukule tulikuwa tunaenda IBC kupeleka signatures. Vijana walijitokeza kwa nguvu sana. Tukaenda na hawa IBC. Mpaka Chebukati ilibidi teremuke kutoka ghorofa ya 10 kuja chini. Alipoona nyinyi hapo nje. So mimi nasema nyinyi ndio mtaongoza hii kampeni ya BBI. Jambo langu la mwisho kabla sijaita ni ya kwamba sisi tumejipanga. Unajua nilisikia president akisema huko Vihiga, saa hii ni wakati ya watu wengine kama mimi. Wale ambao wameshakula wakaeka wameshapata hiyo president. Lakini nimesikia juzi Ruto akilia sana, akisema ya kwamba ati mimi nikichagua Uhuru Kenyatta nilikuwa nachagua yeye kama Uhuru Kenyatta sio kama Mkikuyu. Na hii deni umewekea hii Wakikuyu ya 10 yako 10 imetoka wapi basi? Kama ulikuwa unachagua Uhuru Kenyatta kama Uhuru Kenyatta na hii deni umewekea watu wa Mount Kenya ati 10 ni ya Uhuru 10 ni imetoka wapi hiyo deni? Sasa hiyo inamaanisha deni wananchi wachague ile mtu wanataka, kila mtu iko na uhuru yake, hakuna deni hapa Kenya. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Tuko na deni ya China peke yake ambaye tuko na deni ya China peke yake ambaye mingi yake ilikuwa ya Kamwarer na Aror, ndio waliingia kwa hiyo deni ya China pia. Kwa hiyo machache, kwanza wacha nipatie dakika moja Steve Mbogo, dakika moja tu. Steve Mbogo. Nairobi yoye! Adai tumrega. Jaturo Umar! Jaturo Umi! Jaturo Chik! You know, mimi nilikuwa baina ya Wakikuyu wa kwanza ambao tulianza safari kutembea na baba. Na leo Wakikuyu wenzangu tukianza na mjomba hapa Maina Kamanda, atakubali ya kwamba baba ni Baba ni Now, first and foremost, we are here because of one agenda, and it is the BBI agenda. Nataka niwaambie vijana wa Nairobi hapa, tukishika Nairobi tumeshika Kenya mzima. And we have all it takes kuvuruga hii Nairobi mpaka ikae sawa. Kweli si kweli? We are the biggest beneficiaries katika hii BBI. Nimesikia watu wanaongea ati BBI is all about the big boys. I want to tell you, we the youth, we are the biggest beneficiaries katika hii msafara, katika hii safari ya BBI. Tunaangalia mambo ya tax holidays. Tunaambia mambo ya forming a youth commission ambayo itakuwa inaangalia hizi masuala ya vijana. Tunaambia mambo ya incubation centers katika kila wards, na nyinyi ndio mtaongoza. Si nyinyi ndio viongozi katika wards? Nyinyi ndio mtaongoza hizi incubation centers. We need to tap talents pale mashinani. Na watu wengine wanasemaga wanajua sinema. Nataka niwaambie hawajui sinema. Kama ni sinema Mbogo iko hapa, master wa sinema, tutavuruga Nairobi nzima mpaka tuhakikishe our youth are put into consideration. Wengi wamezunguka. Sisi watu tukani watu tunasemaga ukweli. Si kweli? Wanasema eti dynasties, kuna familia 2-3 ambao wanataka wachukue power milele. Wacha niwaambie, kama hivyo ndio mnafikiria, sisi tumeamua basi wacha power ibaki pale. Kwa sababu wale ndio tumeona wana ile roho na akili ya kusaidia Wakenya. I want to ask you a simple question. Wale wanajiita maasla, tunajua zile pesa wameiba. Wangapi wako na factory wameandika vijana wetu kazi? Wangapi wako na industries wampatia vijana wetu kazi? I want to urge the Kenyan youth, tusidanganywe na peni mbili. We have seen and I'll testify. To begin with the Odinga family, baba yangu. We go to the Kenyatta family, my president. We go to the Moi family. They have conglomerate of businesses na wameandika Wakenya wetu makazi. Tuwache kudanganya, kusaidia kijana sikumpa peni moja peni mbili. Let us empower our young people through agendas like the BBI agenda. Na mimi kama Steve Mbogo nataka nikuambie baba na viongozi mlio hapa, we are ready to sacrifice. Leaders mlio hapa,
Hamjakuja hapa kama youth, mmekuja kama youth leaders. We need to sacrifice. Let's put all our tools down. Mimi kama Steve Mbogo leo asubuhi nimeambia bibi na nimepigia magirlfriend wote. Nimewaambia hata sex hamtapata mpaka bibi yao ipite. Lazima tu sacrifice. If we want good for our Kenyan youth, lazima tu sacrifice. Let me tell you, it doesn't come easy. Kwa hivyo kwa hayo machache, nataka niwasihi kwa heshima na tahadhima, ndugu zetu wa Jubilee, karibuni nyumbani. Sisi tunakuaga loyal na tuwagoe, si kweli? Na si mmeona jeshi hiyo hapa, sisi si waoga, wakirusha mmesema nyinyi. Asanteni sana. Haya, nimebaki na wawili. Nataka nitamuita, wacha kwanza Elijah. Wacha Elijah aseme 1 minute kama vijana. Vijana hoe! Vijana hoe! Kwa majina, mimi ninaitwa Elijah Oburu. Siku ya leo nimesimama hapa nikiwakilisha kama mwanzilishi kikundi kinachoitwa Young Turks for Handshake Alliance. Young Turks for Handshake Alliance ni kikundi cha 47 counties. Sorry. Mnanipata sasa? Vijana hoe! Mimi ni mwakilishi mwanzishi wa kikundi cha Young Turks for Handshake Alliance kinachoitwa Yotha. Leo nimewasimamia hili na nina shukrani sana kwenu na organizers kwa kutualika. Handshake ni yetu sisi sote. Siku ya leo tunaona watu wa Jubilee youth tunasema wakati wetu ni sasa, sio kesho. Ni muhimu sana kwa wazee wetu wajue ni vijana wa aina gani ambao watakaoachiwa uongozi wa kesho, sio? That is why we are here, ladies and gentlemen, to show up for duty. We have shown up. To Your Excellency Baba Honorable Maina Kamanda, nimesikia umeitwa Maina Kamanda Komanda. Tunashukuru. Dawa ya Ruto. To my brother Dennis, nimemuona hapa. Nimesikia several people wameongea hapa, vijana wameomba ombi moja tu, ya kwamba mambo ya BBI. This is the jeshi. I know that your capable office is doing a lot. Use this, ladies and gentlemen, and you will see the impact of BBI on the ground. Asanteni, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Ya mwisho anaitwa Kamau Mwea, Kamau wa Raila. Kamau, dakika moja. Kamau Mwea. Kamau Mwea. Vijana oye! Mpo? Mzee, mimi nashukuru kuwa hapa na nataka kuambia hawa vijana, katika miaka ya 90 hakuna jambo ambalo lilikuwa linasemeka hapa na linasemwa liende lifanyike na nilakosa kufanyika. Mimi nilikuwa ninakaa hapo na huyu mzee alikuwa anakaa hapa, wakiwa na matiba na wakisema Nairobi isimame, inasimama. Na sasa nyinyi leo mmekuja pass out parade. Mzee, wewe na Uhuru Kenyatta
mkiwa maamri jeshi wa BBI, hawa vijana wanawangojea nyinyi, muambie quick march waanze kazi. Kweli urongo? Kwa hivyo mimi naomba muende mfanye kazi ile mmepewa, na najua leo mtaamrishwa. Moja. Pili, jamaa muache kuchukuliwa ufala. Mmenisikiza? Na mimi sitaongeza jambo lingine. Mtu anakuitia wheelbarrow, wewe unatoka Mathare, unatoka Githurai, unaenda kuchukua wheelbarrow Karen. Wewe una kiburi. Mtu kama angesaidia na wheelbarrow, si angeti kule. Alafu ujiulize, nenda uangalie katika mtandao. Huyo mtu ambaye anakuambia uende uchukue wheelbarrow Karen, mtoto wake ndio balozi Poland. Anakuchukulia ufala ama kuchukulia ufala? Amekuchukua ufala ama kuchukua ufala? Asanteni. Haya. Babu Owino. Babu karibu. Thank you very much. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Vijana tialala. Asanteni sana. Kwa baba wetu warembo hai. Warembo mwe. Wewe pia ni mrembo kweli. Kwa baba wetu Raila Amolo Odinga, kufuatwa na Bwana Maina Kamanda ambaye ni kiongozi wetu wa Nairobi, Bwana Junet Mohamed leader wangu katika bunge, Dennis Waweru na viongozi wote. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama kijana wenyu niko na maneno machache zaidi. Na jambo la kwanza, tunasema ya kwamba disloyalty to Raila Amolo Odinga is loyalty to Satan. Therefore, as a youth leader, when you are seated here, the first rule, Baba is always right. Second rule, Baba is never wrong. Third rule, if rule number 2 fails to apply, refer to rule number 1. Vijana ria. Vijana tilim. Jambo nyingine, the youth must never be used, must never be misused, and must never be abused by the wheelbarrow politics. Therefore, the youth must decide the destiny that they want. Hatutaki mambo ya kuyumba. Leo youth ako hivi, kesho tunakuona tangatanga. If you are white, you are white. If you are black, you are black. And penye tuko hapa, we are white. As the youth of this nation and the youth of Nairobi, you must be on the menu, you must be in the menu or on the table. The youth must eat, and if you are eating, you will be eaten if you are in the menu. And if you can't be on the table, break that table. Vijana ria. Vijana tubim. Fidel Castro was a president as a youth. Thomas Sankara was a president as a youth. Muammar Gaddafi was a president as a youth. What are you waiting for? 2022, a youth in Nairobi, a youth in Kenya must be MCA, must be member of parliament. Hapo president ndio tusikuone. Vijana team. The youth, I want to tell you one thing. Ruto has been talking about dynasties. Today, I want to tell you about dynasties as a mathematician. And from the founding fathers, Jomo Kenyatta
Because according to Ruto, a dynasty is a person who has served longest in government. Jomo Kenyatta served for 12 years, served for 15 years. Then Jaramogi Oginga Odinga served for 5 years. Then we come to Baba. Baba has served for 20 years. Then we go to Uhuru Kenyatta, has served for 20 years. Then we go to Moi. Moi served as a president for 24 years and a vice president for 12 years, a total of 36 years. Then William Samoei Ruto has served for 25 years. Therefore, when you combine the first president and the first vice president of this nation, the founding fathers of this nation, they have served for a total of 20 years. Therefore, Ruto is the biggest dynasty alive. If we go by the definition that being a dynasty is due to the fact that you've served the longest in the government, Ruto becomes the biggest dynasty alive. Then, if you take the number of years that Jaramogi served, which are 5 years, and that Baba served, which are 20 years, that is when they are equivalent to Ruto's 25 years. So who is the biggest dynasty alive? Now, I want to tell you that Ruto is the biggest dynasty alive, and Ruto is the most competent leader alive. Ruto joined YK 92. Between 1992 and 1997, when he was in the system, that is the time that Kenya experienced economic breakdown, the biggest. Then, between 2002 and 2007, Ruto was in opposition, which he was doing better in that opposition. Then, between 2007 and 2013, Ruto was made a minister for agriculture, and he was dismissed for corruption and incompetency. Then, in 2013 to 2017, which will end in 2022, we've experienced the greatest rate of corruption ever since Kenya was born. And Ruto has been in that system. Therefore, Ruto can only do better in opposition from the time he was there in 2002 and 2007. When he's in government, there's a high rate of he's incompetent, he is corrupt, and is the biggest dynasty alive. Therefore, Baba, I want to tell you, with my mouth neighboring my nose, that number one, you are with Kenyans. You have the numbers. And now, we shook hands with His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. You also have the state. So Ruto is nothing. Thank you. Asante sana Mheshimiwa Babu. Haya Babu, hii miaka 20 ya Raila ndio sijui imetoka wapi. Mimi najua alikuwa prime minister mwaka 5 tu. Hii 20 hii tutapiga hesabu pamoja baadaye. Sasa haya, nataka kualika chairman ya BBI Mheshimiwa Dennis Waweru. Haya vijana oye! Vijana oye! Asanti. Kwanza Baba, asanti sana kwa kutuheshimu na kukuja Nairobi kuanza BBI campaign hapa. Na pia mzee Kamanda, job well done kwa kuorganize team ya Nairobi. Tumefurahi na sisi tuko loyo. Kitu ya kwanza ningetaka kuuliza Baba, mimi na Junet tulikuwa tunafikiria vile tutaanza hii kampeni ya Nairobi. Lakini kutoka leo
Mimi naona tuko na timu hapa hii yote. Na kwa hivyo sisi na Junet tutachukua hii register peke yake na tutapeleka kwa secretariat na tuseme this is our team Nairobi. And we will support it in whichever way kwa hali na mali. Na tutaingia Kayore, tutaingia Dagoreti, tutaingia Dando, tutaenda Umo, tutaenda Korogosho, tutaenda Githogoro mpaka tuhakikishe Nairobi yote ni BBI. Kwa hivyo mimi sina mengi ya kusema, juu sasa niko nyumbani Nairobi, na Nairobi ni kwako kamanda, wewe ndio una organize, mimi niko huko secretariat, na mimi nitawapatia ile support yote ambaye ningetaka. Unajua kuna watu wengine baba, kama mwenye nyumba hayuko, akitembea huko anafikiria nyumba ni yake. Hata saa zingine anafikiria bibi yako ni wake. Tungetaka kuambia mwenye nyumba amefanya nini? Nairobi, kaunti ya Nairobi ni kwa Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Na kama hawajaelewa ile kichapo tulipapatia Kibera, wagoje tutawapatia kichapo ingine 2022. Kwa sababu hapa kura ni zako baba, we are very loyal, na kura pia ni za Uhuru Kenyatta. Mimi ningetaka kuongea, nimukwenda tualie wega? Tualie Sararuku? Na baba unikubalishe kidogo niongee na watu wa Jubilee. Mimi ningetaka kuuliza watu wetu especially wa Jubilee. Tunaona watu wa ODM, baba akisema left wanaenda left, baba akisema right wanaenda right. Na sisi tunajua baba wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta. Tungetaka kuhakikishia kwamba sisi viongozi na watu wa Nairobi, and especially base ya Jubilee, Uhuru Kenyatta akituambia left tutaenda left, akituambia right tutaenda right, kwa sababu hapa hakuna kura ya hawa watu. Mimi naona wengine wanasema wanaingia chama ingine sijui inaitwa nini, ati hiyo chama ni ya hustlers, na kuna wengine wanataka kiti ya Nairobi, lakini tunawaangalia kwa mbali. Mimi nikifikiria sioni hustler hapo, na kamanda naona unatusiwa sana. Mimi nataka kukuambia tuko nyuma ya nyinyi, na sisi tukitaka hustler sio hawa, pengine watuletee Kamango. Sawa sawa? Na sisi tunajua hustler ni akina nani. Kweli ama si kweli? Kweli ama si kweli? Mimi ningetaka kuuliza nyinyi vijana, mnataka pesa mashinani ama mnataka wheelbarrow? Mnataka pesa ama mnataka wheelbarrow? Mnataka nyinyi vijana kupatiwa incubation ya biashara na mtukufu Rais Uhuru Kenyatta ama mnataka wheelbarrow? Mnataka pesa kwa mfuko ama mnataka wheelbarrow? Si tunataka chapa ndio tujijenge. Ya mwisho, mimi nimesikia hawa watu baba wanaanza kusema mambo ya 2022, na nimeona babu amefanya hesabu, lakini ukiangalia hesabu yako nitakukosoa kidogo. Ule mtu amekaa sana kwa serikali, baba umekaa miaka 5 peke yake kama prime minister. Huyu mwingine anatuita dynasty amekaa sasa miaka 8 kama deputy president. Ile kitu anasema anaweza fanya, si afanye saa hii? Kwa nini agoje 2022? Ya pili, amekaa kwa serikali 24 years. Kutoka 1997 to 2020. Sasa tukimpatia miaka ingine 10, ngoja, mimi nataka kuwapatia hesabu. Jomo Kenyatta alikuwa kwa serikali 14 years.
Mwai Kibaki from Central Kenya stayed for 10 years. Uhuru Kenyatta hopefully atakaa 10 years. Those are 34 years. Yeah? Moi alikaa 24 years. And that is why I agree with you, Your Excellency. There is no way we can now give the same people another 10 years from 2022 to 2032. Because it will mean kabila mbili zitakuwa zikiongoza for more than 68 years. Hata watu wengine watakuwa wamekufa. So I think it's about time we also need to look at elsewhere, because all our Kenyans have equal rights to be in leadership. Kwa hivyo mimi ningetaka kumalizia hapo na niseme nitafanya kazi na hii team baba, tutaingia vitongoji zote, tutaingia kila mahali, na hawa ambao wanafikiria ati ndio wenye Nairobi tutaonyesha kivumbi, na tika hii team tutaenda kila mahali. Hata ukitaka tuende mpaka Bondo, ukitaka tuende Nyeri, ukitaka tuende Mombasa, ukitaka tuende kila mahali, we are willing and ready to support this agenda. Ya mwisho, mimi ningetaka kuuliza nyinyi vijana. Nyinyi mnasema kuna wengine wamepotea, wanaanza kusema sijui 2022 hustler government. Ukiangalia katika ile serikali tunaweza kuwa naye 2022, uangalie cabinet, you know you are able to be judged by the kind of company you keep. Ukiangalia katika hiyo cabinet proposed ya huyo mkora, Waitito watakuwa finance minister. Mngetaka hivyo? Mngetaka hivyo? Na hao wakora wengine wote wataingia katika hiyo serikali. Kwa hivyo ningetaka tuhakikishe tumeweka serikali ambayo inaweza tupitisha na kupeleka pahali sisi tungetaka. Ya mwisho, Junet, sisi katika nimesikia kwa gazeti nataka kufanya jambo lingine na mmechelewa sana. Vile mlifanya Kiambu. Sawa hiyo. Na mkaendelea pahali pengine hapa karibu na kwetu. Si tungetaka kuuliza Junet, tafadhali kama mngetaka kutupatia New Year gift, mkifungua bunge msukume hiyo kitu na tuanze vizuri na maisha yetu yakuwa sawa. Asante sana na Mungu awabariki. Kabla sijaita chairman wetu wa Nairobi ili aite baba, nataka kusema jambo moja pia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko na shida kama BBI. Na shida yetu ni hii group wanaitwa IEBC. Hawa watu wanasumbua sisi. Tumepelekea wa signatures 4 million. Wamekaa naye. Wacha niseme kwanza. Tumepelekea hawa 4.2 million signatures. Sasa wamekaa karibu wiki tatu, hakuna chochote inafanyika. Jambo la pili, jana huko Bomas wamesema hawana network, hakuna kazi imefanyika. Leo pia nimesikia ati hawana network, hakuna kazi inafanyika. Wakati walikuwa wanaangalia signatures za Ukuru Aukot, network walitoa wapi? Pesa walitoa wapi? Na sasa hii wakati wanaangalia signatures ya BBI, wanataka pesa, wanataka network, wanataka sijui nini. Mimi naona hii is a form of sabotage, ya kusabotage BBI. Na mimi nataka kujulisha hao ya kwamba sisi bado hatujachoka. Tunajua vile tulitoa wakina Isaka Hassan kwa ofisi. Kama wanataka wafuate hiyo barabara, watuambie mapema tumalizane na hawa. Na vijana wako hapa. Vijana mko tayari? Mko tayari? Mimi naambia IEBC, nilikuwa na hawa na Dennis Waweru mkutano last Friday. Walisema ya kwamba kufika tarehe 30 mwezi hii wanamalizana na signatures. Kama itapita tarehe 30, wajue ya kwamba tumejipanga na tunajua vitu vile tunavyojua, na watatoka kwa hiyo ofisi bila hawa kupenda. Chebukati, kama umeingia kwa kikundi kingine, enda simama Bungoma kama governor ama senator. Wanasumbua sisi hapa Nairobi. Wacha niite chairman. Chairman karibu sana. Chairman Kamanda. Chairman karibu. Chairman karibu. Vijana muko sawa? Haya, mimi nataka kuuliza Mbogo na Kaucho yuko wapi? Hawa ndio hunisumbua.
vijana. Sasa chukueni kazi yote ya vijana, muendelee na vijana wale wengine, mtusaidie Nairobi. Mimi kama chairman ni kupambana na yule mtu, si mnamjua? Kazi yangu ni kupambana na mtu mmoja, na nyinyi mupambane na mambo ingine ya BBI. Your Excellency the Prime Minister, mimi kwanza, wewe ni kiumbe ya ajabu. Wewe ni kiumbe ya ajabu kwa sababu ukiwa na miaka 37 ulifungwa miaka 9. Utoka ukiwa na miaka 45. Hiyo ni ile miaka ambayo kijana anakaa na familia yake na analinda watoto yake. Huyu mzee alifungwa miaka hiyo yote akitakia nani wema? Alifungwa kwa sababu ya nani? Alifungwa kwa sababu ya nani? Mimi Junet, Your Excellency, huyu kijana wako anaitwa Junet, hata naye ni mtu ajabu. Wakati mmoja tukiwa vitani kule bunge, akasikia ulimi yangu ni moto sana. Junet akanishika, mzee, tafadhali, mimi nataka ukae na baba. Huyu ni mzee wa. Kamuuliza mzee wa ajabu. Karibu Nairobi hii yote watu wana shida na shida. Sasa ilikuwa wakati wafujo wakati hiyo. Junet, mimi nataka kukuambia, uliniambia ya ukweli. Uliniambia huyu mzee ni mzee wa ajabu. Kwa jamii yetu ya Wakikuyu akanominate Chebet, akamsaliti. Margaret Wajiro akamsaliti. Ni kweli? Mwaora Mukikuyu akakusaliti. K1 akakusaliti. Mimi ninataka kusema wewe kwa sisi jamii ya Wakikuyu sisi husema mzee akifika miaka hii hana dhuluma na mtu. Miaka ya mzee Agwambo hapa baba yetu ni ya kutengeneza nchi yote ya Kenya kwa kila Mkenya wowote. Hana na nafasi miaka yake. Sisi Wakikuyu tunasema ino ti miaka ile ya kuhikania kana ya kurua. Miaka ile raire atigarĩtie ni ya gukua. Ona Maina ya Kamanda no ya gukua. Hakuna mambo ingine amemaliza, lakini tumuheshimu. Wale ambao wanataka kusimama na Raila wakati mwingine, ninataka watoe sakabati zao, watuonyeshe nchi ya Kenya wamepigania nini kama pana wizi. Kama pana wizi. Mimi ninakwambia mzee hapa ya kwamba sisi wa Nairobi ndio tumeibiwa shamba yetu 100 acres ya kaburi, imeenda na huyo jamaa jameni, na akauzia rafiki yangu Bolia, ni rafiki yangu, 100 acre ya kaburi hapa. Ruai alikuwa amechukua 2000 acres juzi, Uhuru akakuja akachukua. Kama nyinyi vijana mnaambio ni vijana,
Bona hiyo shamba hamuku katiwa eka kama 50, hata nyinyi mujisaidia nayo. Mwizi anakuja kudanganya mpaka ameiba akili ya watu, ameiba pesa, ameiba mashamba, sasa na akili ya watoto wetu. Wakati wa handshake, baba na mimi nilimpigia rais wetu. Wakati mlishikamana namna hiyo, mimi niliomba nikasema Nairobi imetulia. Mimi nilikuwa naona vivo Nairobi. Kama tungeenda siku ingine 5, labda nyinyi vijana saa hii mungekuwa hapa, mungekuwa maiti. Na huyo jamaa saa hii amewadanganya ati hii handshake ilikuja kusumbua Kenya, kwa sababu yeye mwenyewe imemsumbua, kwa sababu watu hawakukufa. Tunajua nchi ya Kenya watu wamekufa miaka nenda miaka turudi, na tunajua kiini ya hiyo mambo yote ni nani. Sisi watu wa Nairobi. Nairobi hii ni ya watu wawili. Nairobi hii ni ya Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga. Huyo jamaa alitaka kutisha sisi Kibera, akatuambia hapa sasa na akasema akiwa Bomet, kiti ya Kibera nimechukua, nimeenda mpaka bedroom. Tulimtoa moto hapa, kumtoa moto. Pesa alipeana ikaisha na akaenda nyumbani. Tunataka tumwambie, cheza na mahali ingine, usicheze na Nairobi. Cheza na mahali ingine, usicheze na Nairobi. Sisi twajuana, unataka kutupiganisha. Hawa ni watoto wa watu wa Mathare na Huruma, Your Excellency, mahali watu wametoka kwa tabu zaidi. Na kuna manyumba ya ngorofa huko, na manyumba ya mangorofa ambayo iko huko ni ya wale watu ambao walikuwa hawkers na wale watu walikuwa wa chini sana, wakajijengea manyumba yao huko Huruma na Mathare. Saa hii sisi watoto mnataka mupiganishwe na hawa wazee wenu, si kwa sababu wana ngorofa. Yeye ni tajiri, ndio yeye ni tajiri, lakini njua huyo mzee ambao mumekaa naye ndio ajenge hiyo nyumba, alitoka wapi? Alitoka wapi? Huyu mtu anataka kupiganisha Kenya hii kama Rwanda, na hataweza. Hapa hutapiganisha watu kama Rwanda. Hiyo siasa ni ya Rwanda unalete Kenya, na Wakenya na wa Nairobi hawatakubali. Juzi niliona anatisha Mudavadi ati alitisha Mudavadi, we Mudavadi, kama huja kuja kwangu wewe utamalizika. Wewe unaanza maringo mingi, kujivuna kwingi, na hakuna mahali umeenda. Inchi ya Malaysia saa hii na mzee mkongwe wa miaka 90 ndio anaongoza Malaysia. Waliondoa kijana wa 56 kwa sababu ya wizi, ikawa ni mzee anaongoza Kenya hii huko Malaysia. Mimi nawauliza vijana wetu wa Nairobi, muliona vile niliruka Kibera? Muliona kuruka nikaruka kama mimi ni kijana? Nilikuwa nasema niko tayari. Kama nyinyi mmeshindwa vijana, mimi baba yenu nitakuwa tayari. Lakini mtoto, baba akiwa na watoto, ni lazima watoto waride baba yake.
nyinyi munilinde na zote tulinde Raila. Zote tumulinde nani? Huyu mzee tumepigana naye Nairobi hii kwa mambo mengi, tukiondoa serikali ya dhuluma, na ndio nimesema huyu ni Mandela wetu wa Kenya. Kama kuna historia ya Kenya itaandikwa, this is our Mandela. Tambu ile amekura, hakukura kwa sababu ya baba yake, hakukura kwa sababu ya bibi yake, amekura tabu, amepata tabu kwa sababu ya Wakenya, na haswa wale vijana ambao siku hiyo mlikuwa watoto wadogo, ndio muweze kuishi maisha ambayo munayo. Msije mkadanganywa sasa na mambo hiyo mnasikia. Mimi sia mambo ya huru baro, mimi hiyo mtu mimi nikimuona naona muongo, mwizi ya jambu, mtu ambaye amepola Kenya hii. Juzi ameambia rais that I have no time, he should not, hata ukikataa kunisupport mimi sina haja na support yako. Kiburi alisema juzi. Pride which come before, pride that which come before. Hiyo mwanaume Mungu amweke hai, tumwangushe, alafu yeye na mimi ningesema kitu moja. Yeye anapitia mbali sana mambo ya BBI kwa makanisa na mahali ingine. My friend, kama uta opposite, tukumalizie hapa saa hii. Anje tu saa hii ya oppose BBI, tumwangushe, ndio akienda hiyo ingine awe mambo yake imekuwa rahisi, tumemumalizia hapo. Lakini sisi vijana, Your Excellency, I want to salute you. Hii mambo ya youth, hata mimi ilikuwa inanikela sana kama Bwana Waweru vile alikuwa anasema. And I want to appeal to my colleagues, members of parliament, tumwachane na baba na Uhuru, wakutane na watu yoyote ambao wanataka kukutana na hao. Hiyo tusije tukaweka vikwazo. Ati wewe mjumbe ukaona bona siku huziji, bona siku hii kwa namna hii. As long as we are doing the same thing, wacha wewe endelea na kazi yako, wacha mzee aendelee na kazi yake, wacha president aite mtu yote anataka kuita, na sisi tufanye kazi yetu ile ambao vile vile kuona wale wazee na wengine mitaani namna hiyo. Kazi yetu ni hawa vijana wakisozana sana. Sasa hiyo ndio kamanda anakuja kuambia hapana, mambo muwe sawa sawa. Lakini hiyo kazi nyingine muendeshe ndio tupate kura. Mimi ninakubali ya kwamba 70% of the votes in Nairobi ni nyinyi vijana. Sisi na kina Waweru na wengine mtupe nafasi tuwe tukimjibu huyu mwanaume. Sijamjibu kwa mwezi moja. Sijamjibu kwa mwezi moja. Atakuwa akiniona every Sunday. No, nimeacha mjibu sahihi. Lakini sijamjibu kwa mwezi moja. Akafikiri kamanda ametoka mahali fulani. Kamanda ni yule. Kamanda ni yule wa kusema Ruto, huna nafasi ya uongozi wa Kenya hii ambayo tunaenda kuwa nayo. Kwa hayo machache, Your Excellency, mimi ninakuita hapa kwa heshima kubwa sana kwa kukubali sisi kuwa hapa siku ya leo. Yeah? Music. DJ usiangushe. Asante. Haya. Vijana wewe.
Hapa tuna mjumbe wa Mathare Anton Oruosh ako hapo, asanteni sana. Asante. Haya. Vijana hoi! Vijana hoi! Vijana tibim! Vijana tibim! Vijana ria! Vijana ria! Vijana telala! Vijana telala! Asanteni sana. Tuliongea juzi na ndugu yangu Uhuru Kenyatta, ukasema tulete vijana wa Nairobi pamoja. Kwa hivyo hapa sasa hivi niko hapa, yeye anajua tunakutana hapa. Tulisema Nairobi ndio msingi wa Kenya. Kwa hivyo yote tunataka kufanya Kenya hii tuanze hapa Nairobi kwanza. Manake Nairobi ndio imesanya makabila yote ya Kenya wako pamoja hapa. Kama sivyo? Ndio sababu ya hii mkutano wa siku ya leo. Nilisema nataka nisikie maneno ya vijana kama wanaongea. Kwanza ndio nijue kiini ya maneno. Manake hata kama daktari anataka kukutibu, huende tu kusema mimi nasikia kichwa kinaniuma hapa, tumbo sijui nini. Hapana, anaambia kusema mimi mgonjwa, anambia basi lala pale. Anaanza kukupima, sio? Aweke pale, aweke ingine hapa kupima joto yako, achukue damu, aweke ile kwa hapa asikie kiherehere. Alafu ndio ajue jamaa anaugua malaria, au yeye jamaa huyu anaonekana ako na bilharzia, au jamaa ni mtu wa ukimwi. Sivyo? Kwa hivyo tukasema tukae tuongee na vijana wa Nairobi, tuwalete pamoja. Manake kule juu tumeshakuja pamoja, hapa chini tunasema tulete vijana wa Jubilee na ODM pamoja, ili tuanze safari pamoja kama kitu kimoja. Sawa? Sawa sawa? Na nimesikia kwa makini sana yale ambayo mmesema. Tunataka tuanze chini sasa. Tunaanza hapa juu, tuko Nairobi, tuende kwa pale kwa constituency, tuende kwa ward, kwende kwa vijiji, kwa vitongoji, mpaka kwa manyumba. Kila nyumba 10 tunajua hawa kati ya hawa 10 wetu ni wangapi. Sio? We must know our people right from the grassroots mpaka chini. Ndio tunakuja hapa juu. Sio tu tunakwenda pale umati iko pale namna hii, wanapiga wanashangilia namna hii, lakini ujinga ndani ya hiyo umati wewe ni wangapi? Sio?
manake kile kuna madoadoa, mpaka tujue watu wetu. Alafu sasa tuanze safari hapa chini. Nairobi hii 60%, zaidi ya 60% ya mali ya Kenya inatoka hapa Nairobi. More than 60% of Kenyan GDP is made here in Nairobi. And that's why Nairobi is so critical for the liberation of Kenya. Hapa Nairobi vile vile ndio tuko na machanganyiko. Hapa kuna ufukara mingi zaidi. Tena kuna utajiri huko juu. Ukaenda kwenye vitongoji dogo, Mkuru kwa Njenga, kule Mathare, kule Korokocho, kule Kibera, utakwenda mahali ambaye atachua hakuna. Tuko na ile flying toilets, tuko na Arusha, msivyo? Manyumba ziko pale zingine za karatasi. Mtu ametoka asubuhi na kwenda kazi, ajui kama atarudi jioni apate kama nyumba yake bado iko au imechomeka. Landlord huyo anakuja kudai pesa, ukilipa unakuja unakuta paa imetolewa, mvua inanyesha wewe ndani ya nyumba, sio? Haya ni shida ambayo tunataka tupate suluhu ya kusuluhisha hizo shida ambayo inakumba watu wetu hapa Nairobi na kwenye kweku vile vile Mombasa, Kisumu na kila mahali kwa miji. Jogoo la shamba hawezi kuweka mjini, haelewi shida ya mji. Sisi tunajua shida ambayo inakumba watu wetu hapa ndani ya Nairobi. Sisi vile vile tuko na suluhu kwa shida hizi zote. Ni sababu tukasema tunataka kubadilisha, ndio sababu tukaleta BBI. Ili kutoka kwa BBI tupate suluhu ya shida ambayo inakumba watu wetu kila mahali wako ndani yake. Wengine wanaongea juu ya maneno ambayo hawelewi, na maneno matupu, domo kaya, haiwezi kutusaidia sisi. Wanajua ni watu mbaya, kama mtu ameenda kwa muziki kama Wajaluo anakwenda kupakre, yale maneno anasema sio anaamini yale. Mliambiwa wakati lingine ati sisi ni digitali, wengine ni analog. Tumesikia haya. Tukiingia kila mtoto atakuwa na laptop katika shule, sio? Laptop itakuwa katika kila mashule. Knowledge based economy ndio tutataka kuleta hapa, sivyo? Tutaleta ati kazi, tutazalisha milioni kila mwaka, milioni jobs kwa vijana. Ile kazi ya maana, si mambo ya mkokoteni. Sio mnahidiwa. Alamu kaambiwa ati stadiums zitajengwa kila county, ati kila 47 counties, modern sport complexes. Simnaambia haya yote. Sasa wakienda pale wamekuwa kama njiri, anasahau kama ile njiri. Sasa ile amesahau yale aliahidi, yanarudi kusema sasa hii mara hii nataka kuona mambo watu wadogo, mtu mdogo, ile hasara, ati ile mtu wa mkokoteni, mtu wa wilbaro. Nataka kuangalia ile where the knowledge based economy ambayo mliahidi iko wapi? Sisi tulileta bibi hii na Uhuru kwa sababu Uhuru mwenyewe amekiri ya kwamba ile njia ambayo alikuwa amefuata ukikuwa na shida. Sasa akaleta mambo ya ati Big Four agenda. Hii Big Four agenda haiwezi kuendelea kama kuna msingi ambao umewekwa sawa sawa. Ndio sababu tukasema turudi pamoja, tutafute mbinu, maana yake yale ambayo Uhuru nataka na yale ambayo sisi tunataka kama ODM ni sawa. Sisi tunataka Kenya mpya. Hiyo Kenya mpya itapatikana kama yale suluhu ambayo tumeweka ndani ya BBI yamepatikana. BBI inaweka msingi ya kuunganisha Wakenya wawe kama kitu kimoja. BBI vile vile inaangalia shida ambayo inakumba Wakenya wengine.
BBI iko na viungo vitatu. BBI is divided into 3 parts. Moja ni ile inaitwa administrative actions, yale vitu ambazo zinataka yafanyiwe ambayo haijafanyika, ambazo ziko kama ripoti kama ile ya TGRC, ile ya work report, ile ya nini ya Kriegler, ile ya Ndung'u na kadhalika. Hizo ambazo zinataka tu implementation. Biblia imeweka hizo vitu zitakuwa implemented namna gani. Pili, BBI imeleta vile vitu ambavyo zinataka sheria zibadilishwe, sheria legal amendments or implementation of legal requirements. Sheria zingine ambazo zinataka zibadilishwe au zingine ziwekwe mpya. Tayari ziko bills 12 zimeandikwa, ziko pale ndani ya BBI. Alafu 3 ni pale ambayo tunataka katiba ibadilishwe kidogo ili tuweze kufanya kupata yale ambayo tunataka ifanyike. Haya, kwa mfano kuzidisha pesa ambayo inakuja mashinani kutoka juu, kutoka 15 ifika 35%. Hii mpaka katiba irekebishwe na kadhalika. Sasa ziko yale yote ambayo zinatakikana irekebishwe kwa kikatiba. Haya ni maneno ambayo zitakwenda kwa referendum. Lakini yale nyingine itaenda kwa bunge ili bunge ipitishe. Ingine kwa serikali ili serikali lazima implement na kadhalika. Hii ndio sababu tunasema BBI ni msingi ili tuweze kutatua shida zile ambazo tunataka tuyatatue. Lakini wale wengine ambao wanapinga wanaleta porojo nyingi zaidi. Ifanye pamoja na uchaguzi mkuu. Leta swali ambaye itapatia wananchi fursa ya kuamua. Hii mimi nasema tik, mimi nasema la. Mimi nasema tik, mimi nasema la. Sasa hiyo imepata wananchi kwa mtihani. Wanize nchi gani ambayo imefanya kitu kama hiyo? Mtu ambaye hajaenda kwa shule, hajasoma, na 50% ya watu wetu hawajui kuandika au kusoma, ataweza hiyo? Hiyo ni mtu ambaye anasema la, lakini hana uwezo, ana uoga, hataki kusema la. Ndio sababu anakudanganya namna hiyo. Lakini sisi tunataka watu wetu wangamue ile ujanja ambayo jamaa wanaleta hapa. Sisi tunaelewana, sisi najua tumetoka wapi kama Wakenya, najua tunataka kwenda wapi, ama sivyo? Ama sivyo? Vijana, mko tayari? Mtu tayari kutembea na sisi? Wangapi wako tayari? Nione kwa mkono. Sisi sasa tunataka kutoka Nairobi tutaenda pembe zote za Kenya. Nataka vijana kuungana hapa Nairobi, tutoke hapa sasa tuende Machakos, tuende huko kule Mombasa, tuende Lamu, tuende Lodwar, tuende huko Migori, tuende kule Kinango, tuende huko Mandera, tuende huko Moyale, kila mahali mpaka hata huko Eldoret. Ili Wakenya wajue kwamba kumepambauka, kumekucha. Jogoo shawika mara 3, amkeni tuende kazi. Tunataka tuende kama kitu kimoja. Jubilee na ODM iko kitu kimoja. Manake sasa unajua Jubilee tayari kuna UDA iko ngambo ile nyingine. Sisi tunataka ile Jubilee ambayo inaongozwa na Uhuru Kenyatta.
natembea pamoja na ODM. Si mko tayari? Si mko tayari? Nataka vijana kutoka hapa mbebe bendera ya ukombozi. Tunajua pale Kenya imetoka na pale Kenya iko. Najua pale ambayo Kenya inataka kwenda. Waanzilishi wa taifa la Kenya walisema Kenya nchi ambayo inamcha Mungu. God bless Kenya. Alafu justice be our shield and defender. We live in unity, peace and liberty. Plenty be found within. Hiyo plenty ilikuwa haikuji kama maana kutoka mbinguni. Inataka Wakenya wapewe fursa ya kupata elimu ya kutosha kuanzia nursery mpaka chuo kikuu. Sawa? Mtoto ambaye wazazi wake ni maskini au watajiri wawe na fursa sawa, sio? Alafu vile vile sasa akimaliza kusoma apate kazi sawa, na kazi ambaye ni wa maana, sio kazi ya kwenda kuchimba mawe pande ile, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow, kazi ya maana, ama sivyo? Alafu vile vile tunataka wamama wetu wawe na fursa ya kufanya kazi kama watu wengine, na vile vile wamama wapewe nafasi ya kuongoza. Hiyo ndio sababu pia imesema tutakuwa na 2/3 gender role in 2022, sio 2027. Sawa? Hiyo iko katika BBI. Na tunataka Mkenya yeyote ambaye ni mgonjwa, ana pesa, hana pesa, aweze kupata matibabu. Mzee ambaye sasa mstaafu apate rupurupu ili aweze kumudu maisha kama yeye amekuwa amestaafu, is in retirement. Asiwe yeye anaishi maisha ya kuombaomba hapa na pale. Yale yote tunataka. Hii ni njia ya kuingia upande hiyo. Kwa hivyo sisi tunataka kujenga Kenya mpya. Kenya ambayo itakuwa ni ya Wakenya wote. Juzi nimeona Uhuru wameanza mjadala kule Mululu. Akaongea juu ya mambo ya kubadilisha uongozi toka ngambo hii iende ngambo ile nyingine. Wengine wanasema tia anaeneza ukabila. Hapana. Enda nchi ya Uswisi, Switzerland ni nchi ya Ulaya, imeenda mbele zaidi. Tena hivi wako na system ile ya federal, inaitwa the cantons. Swiss imeweka ndani ya ikiwa kama rais ametoka ngambo hii, akimaliza inaenda ngambo hii, akimaliza is the rotational presidency in Switzerland, and this is a modern democratic state. Kwa hivyo yale ambayo Uhuru uko nasema sio asiyafanyika nchi zingine, imefanyika. Lakini BBI inaleta vile vile hapa juu tutakuwa na kiti ya rais, tutakuwa na waziri mkuu, tutakuwa na manaibu wake, tumesafari haya. Tulikuwa na Kibaki na serikali ya mseto. Kibaki alikuwa rais, Raila alikuwa waziri mkuu. Mimi nakaa na chair committee zote za cabinet. Kazi zote tunafanya hapa tumaliza chini ya uongozi wa waziri mkuu. Siku ile ambayo tunakwenda kwa main cabinet, naenda asubuhi na kana Kibaki kwa saa moja, naambia yeye sasa tunaleta leo mswada hii na hii na hii na hii mbele ya cabinet. Hii imetumaliza, hii kazi yake tumaliza, hii kuna madoadoa hapa na hapa. Sasa tunaenda kwa mkutano na Kibaki, yeye anakaa pale, waziri anakuja na eleza yake, chaeleza, anauliza mimi nasema hii mwenyekiti tumemaliza kazi hapa, hakuna nini. Anasema isiri namna hiyo, basi tupitishe. Ndio tumepitisha.
Kazi ilikuwa inafanyika kwa njia ya rahisi, kazi ndio inafanyika kwa njia ya kasi, na ufisadi tulimaliza wakati huu. Mambo mazuri ambayo yamefanyika katika serikali ya mseto ilifanyika kwa sababu ya hiyo kugawanya ni kazi. Kibaki yako na kazi yake, Raila na kazi yake. Kama kuna shida tunatatua. Kama hajanishauri nasema pana, mimi sijashauriwa, mimi sijui. Simuona haya. Lakini serikali endelea vizuri zaidi, ama sivyo? Kwa hivyo atetea yale ambayo iko pale haipandishi gharama ya kuendesha serikali. Kama mimi nilikuwa kama waziri mkuu, sikuwa mimi nalipa mshahara tofauti. Mshahara yangu ilikuwa kwanza ile kama mbunge wa Lang'ata wakati huo. Mimi nilikuwa napata mshahara kama mbunge wa Lang'ata, ile ambayo kwa napata nili rupia waziri mkuu hapa juu peke yake. Sasa mawaziri wote walikuwa wanapata mshahara kama wabunge. Ile rupurupu walikuwa napata ni kidogo kama waziri tu, ile allowance ya kwa minister peke yake. Lakini wakati huu sasa wabunge wako wote, na tena sasa mawaziri wengine wameajiriwa kutoka nje, na wanalipa mshahara yote tena. Hii serikali hii ina gharama kubwa zaidi kuliko ile ambayo imependekezwa na BBI. Unaelewa vizuri? Hii gharama ndio iko juu zaidi. Lakini hiyo inamaanisha kwamba badala ya mara waziri anaitwa na bunge ya kwenda kujibu maswali mbele ya kamati ya bunge, itakuwa waziri ni mbunge. Yeye anakuja pale na wabunge wanamuuliza yeye swali, anajibu hapo. Hata waziri mkuu hamkuniona mimi nikienda kila wiki mbele ya bunge, wabunge wakiniuliza maswali, simkuona. Sasa wakati hapanyiki. So that is a more efficient and transparent system of government. All over the world today, it has now been accepted that parliamentary system of government is more accountable than presidential system of government. And that's why BBI is proposing solutions to problems today. Waziri iko nje, waziri ajibu maswali. Kama ingekuwa wakati ile mambo hii ya Kimwarer na Aror haingefika pale imefika. Lakini sasa yale yanafanyika, maneno waziri yako kando, afanya vile anapenda. Pesa inatoka, mradi ambayo ingegharimu shilingi bilioni 13 inawekwa hadi 24, baadaye inapandishwa na 17 nyingine, inakwenda juu kule juu. What we are proposing is a solution to an existing problem, and we want Kenyan people to understand it properly, so that wananchi wa Kenya anaweza kupitisha bila kupingwa. Nataka hii inasaidia vile vijana wa Kenya. Tunasema vijana wapewe mkopo ambaye hawatakuwa nalipa riba yoyote mpaka baada ya miaka 7. That will help to transform the socio-economic conditions of the youth of our country. This is how to create a knowledge-based economy. This is how to create an economy which gives people opportunity for upward socio-economic mobility. This is what we want, me and Mheshimiwa Kenyatta. And this is the legacy we want to bequeath to the future generation. Everything we are doing today is for the youth and the children of the youth of this country. We want to bequeath a legacy to the people of Kenya. United as we are. Okay. Tulikuja kusalimia uhuru namna gani? Baada ya yale yamefanyika, na Maraga akafanya kazi yake, Uhuru wakaenda huko Kasarani, na sisi tukaenda Uhuru Park. Tukasema kama mbaya ni mbaya, kama mbaya ni mbaya.
Basi ilikuwa namna hiyo, watu wanapigana, watu wanauana, damu ilimwagika kwa wingi zaidi. Watu wetu wakasema sasa tung'oe picha ya Uhuru yote kwa manyumba tuyachome, tutangaze uhuru yetu ili tuanze kurogota ushuru na kufanya kazi yetu. Na Uhuru akaambiwa huyo Raila amefanya kazi ya uhalifu, treason, tumshike, tumshtaki, tumpeleke kamiti, tumnyonge. Na Uhuru akasema hiyo si sawa. Kwa hiyo hiyo sababu tumekutana na tukaongea kwa kirefu zaidi, na tukakubaliana kwamba wewe ukisimama pale na usimame hapa, tusalimini mbele ya Wakenya ili tuonyeshe kwamba tunaweza kuunganisha nchi ya Kenya iwe kama kitu kimoja. Nzuri au mbaya? Nzuri au mbaya? Mtaunga mkono? Wangapi wanaunga mkono handshake? Mko tayari? Vijana mko tayari? Mko tayari kupaka Nairobi? Nataka Nairobi ipakwe iwe BBI. Mimi nataka nikikuja mahali popote na kuta msimamo pale na watu wanasema BBI. Hiyo ndio italeta mabadiliko sisi tunataka, mimi na Uhuru. Na hivyo nataka mwanze kesho hii. Mkitoka hapa leo hii. Leo. Vijana timu. Vijana telala. Asanteni sana. Asante sana. Naomba vijana tusalie tumeketi. Kutakuwa na mpangilio maalum ukiongozwa na viongozi wenu baada ya mgeni wa heshima kuondoka. Kwa hivyo naomba msalie mkiwa watulivu. Tunawaacha mikononi mwa viongozi wenu ambao watawashughulikia vilivyo. Naomba msalie watulivu. DJ utanipa rege kwa mbali.